Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa, na hii leo bwana inahusiana na Davido. Kama unavyoelewa ni kwamba Davido bwana ni moja kati ya wasanii ambao wana mchango mkubwa sana katika industry ya muziki wa Bongo Flava hapa Tanzania, lakini pia vile inafahamika wazi dhahiri shahiri kwamba Davido bwana ni moja kati ya wasanii ambao wamechochea ukuaji wa muziki wa hapa Bongo. Nikisema hivyo bwana, namaanisha kwamba collaboration ya Davido na Diamond Platnumz ni moja kati ya nyimbo ambazo zimekuwa ni iconic, lakini pia vile ni nyimbo ambayo imebadilisha kabisa mwelekeo wa muziki wa Bongo Flava kimataifa zaidi. Kwa kifupi ni kwamba kipindi kile Diamond alivyotoa nyimbo ya My Number One, alafu Davido alivyokuja kwenye Fiesta baada ya kufanya remix ya nyimbo hiyo, ndiyo ngoma ambayo ilimfanya Diamond kujulikana Afrika nzima. Lakini pia vile kama unakumbuka vizuri, kipindi kile ni kwamba Davido alikuwa na hiti na nyimbo yake ya Skelewu, jambo ambalo kuja kufanya collab na Diamond likapelekea moja kwa moja kuwa na umaarufu Diamond kiurahisi kupitia ukubwa ambao alikuwa nao Davido by the time. Lakini pia baada ya hayo yote ambayo yametokea kwa kipindi kile ni kwamba Davido bwana akazidi kupata umaarufu, lakini pia Diamond Platnumz naye pia akaanza kuwa nominated katika baadhi ya tunzo kubwa kabisa hapa Afrika. Kama unakumbuka vizuri, nadhani utakuwa unaelewa kwamba Davido alikuwa nominated katika tunzo Diamond akaanza kuwa nominated, akaanza kupata collaboration kutoka kwa wasanii wengine huko Nigeria, Afrika Kusini na sehemu nyingine mbalimbali. Umeona bwana, kwa hiyo ni nyimbo moja tu ambayo ilibadilisha maisha au ilibadilisha taswira na mtazamo wa Diamond Platnumz kwa ujumla kwa hapa Afrika katika swala zima la industry ya muziki. Lakini pia baada ya hapo ni kwamba kukawa kuna chemistry kubwa sana kati yao. Kuna mambo mengine yakaja yakatokea, lakini at the end of the day ni kwamba Davido mwenyewe anajua kabisa kwamba ni moja kati ya vitu ambavyo vimechochea ukuaji wa muziki wa Bongo Flava kwa hapa Afrika nzima. Lakini pia vile Davido amekuwa na upendo, amekuwa akionyesha upendo kwa Watanzania, na Watanzania wengi sana wamekuwa wakimsupport Davido to the maximum kwa sababu wana mapenzi naye, kutokana na kwamba inafahamika kabisa kwamba wabongo wote wanafahamu kabisa mchango wa Davido katika industry, na hivyo basi wamekuwa wakimsupport kwa muda mrefu sana, na yeye mwenyewe pia amekuwa akijua hilo, na hata katika baadhi ya nyimbo huaga anapenda sana kuimba Tanzania, lakini pia akipata fursa moja kwa moja kuja kuperform hapa Bongo, huaga Davido wala apepesi macho, lazima aje kuperform. So hivi karibuni Davido bwana ametua Tanzania kwa lengo la kuja kuperform, na ni moja kati ya performance ambazo zimemake headline to the maximum huko mitandaoni. Bei ya viingilio ilikuwa ni kubwa kweli, lakini still ni kwamba Watanzania waliamua kulipia ili mradi tu kuonyesha support kwake Davido. Kwa hiyo ni moja kati ya show ambazo kiukweli ilikuwa ni show ya kipekee, maana Davido bwana alipokuja kuperform viingilio vilikuwa ni vya hali ya juu, lakini still Watanzania wengi sana wamejitokeza katika show yake. Sasa kutokana na mwitikio huo ambao Davido ameupata hapa Tanzania, kuna matukio mengine mengi sana ambayo yamejitokeza, na tuko hapa kwa ajili ya kudadavua moja baada ya lingine kuhusiana na matukio yote ambayo yametokea katika usiku ambao Davido alivyotua Tanzania na kufanya show. Lakini pia kikubwa zaidi ni kwamba Davido bwana alivyokuja Bongo bwana amekuwa kidogo na utofauti ukilinganisha na wasanii wengine ambao wameshaikuja hapa Tanzania kuperform kutoka Nigeria kwa mfano. Nadhani utakuwa unakumbuka kwamba discipline ya Kizz Daniel haikuwa nzuri, kwani alivyokuja kuperform bwana alichelewa kwenye show na akasusa. And then pia vile kama unakumbuka vizuri, Rema naye pia alivyokuja bwana alionyesha nyodo fulani hivi, na watu wengi sana walionyesha wazi kwamba hakuridhishwa na the way ambavyo Rema alivyokuja Tanzania. Lakini kwa upande wa Davido hakuna complain kama hizo. Ni kwamba kila mtu amekuwa sana akichangia mada kwamba Watanzania, wasanii wa Kitanzania wana vitu vingi sana vya kujifunza kutoka kwake Davido, kutokana na the way ambavyo alivyoonyesha ile professionalism katika swala zima la kazi yake hapa Tanzania wakati amekuja kwa ajili ya kuperform. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini moja kati ya vitu ambavyo vimeweka headline huko mtandaoni kumhusu Davido bwana mtazamaji wa Trend TV ni pamoja na hili hapa ambalo nataka nilizungumze hapa kama ifuatavyo.
Naam, bwana, pamoja na sifa zote ambazo Davido yuko nazo hapa Tanzania, lakini moja kati ya vitu ambavyo vimepelekea Davido kusemwa vibaya ni swala zima la mavazi. Bwana, mavazi ya Davido tunayazungumzia hapa, lakini pia tutazungumza tena katika video iliyofuata originality yake, yani chanzo cha Davido kuvaa hivi, sababu ilikuwa ni nini. Lakini kwa sasa hivi bwana, ni kwamba watu walivyoona tu vile ambavyo Davido amevaa, moja kwa moja bwana, wakawa wameshaanza kujaji, wakiwa wanasema kwamba vazi ambalo amevaa alikuwa amelivaa Davido ni vazi fulani vile ajabu. Kwa hiyo wabongo wengi sana bwana wametoa dosari kuhusiana na vazi la Davido. Wadau wanakuambia, kwa mfano hapa kuna page huko mitandaoni zimekuja kuripoti wakiwa wameandika kwamba Davido hajui kuvaa nguo gani hii aliyoivaa. Davido alionekana akiwa amevaa pensi nyekundu ya Kimasai, lakini t-shirt pamoja na koti fulani vijeupe. Sasa basi huku mtandaoni bwana, kuna page mbalimbali zimekuja kuripoti zikiwa zinakosoa the way ambavyo Davido amevaa. Kwa mfano kuna mdau hapa ameandika kwamba show ya mkali wa Afrobeat baada ya Davido kawa jijini Dar es Salaam imekamilika kwa amani na mafanikio makubwa. Hongera sana kwa timu nzima ya ulinzi, usalama na kazi yao nzuri, lakini pia vile ni jambo la kumshukuru Mungu. Lakini pia vile Watanzania pamoja na wadau mbalimbali wa muziki hapa Tanzania wameshuhudia ubora wa Davido kwa takriban masaa mawili aliyoyatumia kutumbuiza, na hakika jamaa ni noma kweli kweli. Kwa sasa hivi wasanii kama Wizkid na Burna Boy lazima wajipange ili kushindana na Davido kwa mara hii nyingine. Unaambiwa kwamba wasanii wapya huko Nigeria bwana, inabidi wajipange katika suala zima la kuja kushindana na Davido, kwani Davido sasa hivi hana masiara kabisa. Lakini pia vile unaambiwa kwamba bwana, wadau wamevutiwa sana na jinsi ambavyo Watanzania walivyokuwa wakiipa naye kila ngoma ambayo alikuwa anaiimba. Watanzania walikuwa wakijua mistari yote kuzidi hata ngoma za wasanii wa hapa nchini. Lakini kuhusiana na swala la mavazi, watu wengi sana wameonyesha kwamba hawajapenda wala hawajavutiwa wala kufurahishwa na jinsi ambavyo Davido alivyokuwa amevaa. Amekuja na mtindo wa kawaida mno akiwa na bukta la Kimasai. Kiukweli wasanii wa Nigeria bwana bado sana kwenye pande hizo za kuvaa, hasa kwa upande wa wasanii wa kiume kutoka huko Nigeria. Katika upande wa mavazi ni kwamba ni wazi kabisa kwamba Davido hawezi kabisa kushindana hata na Diamond Platnumz, mmoja kati ya wasanii ambao wanaonekana kwamba wanajua kuvaa zaidi hapa Afrika. Kwa hiyo hapa bwana, thamani ya show, huyu jamaa amekuja ameandika hapa statistics zake, ameandika kwamba performance ni 90%, audience support ni 100%, lakini kwenye upande wa muonekano amepewa 60%. Wadau wanadai kwamba Davido hakupendeza. So ukiwa kama mdau bwana, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update.